Na ukame wa muda mrefu katika kaunti ya Mandera unaendelea kutishia maisha ya jamii za wafugaji, huku vifo vya mifugo vikiongezeka kwa kasi na thamani ya wanyama waliobaki ikipungua kila siku. Hali hii inaonyesha athari kubwa ya lishe inayosababishwa na uhaba wa malisho wa muda mrefu. Ufugaji wa mifugo katika kaunti ya Mandera ndio uti wa mgongo eneo hilo. Lakini kupungua kwa mvua kwa miezi kadhaa kumesababisha maafa ya mifugo, huku wale waliobaki wakiathirika kutokana na ukosefu wa malisho. Katika soko la mifugo Mandera mjini, wafanyabiashara wanasema wanyama wamekonda na thamani yao kupungua. Almost 70% ama 75% wanategemea mfugo. Kwa hivyo mfugo imeisha sasa. Kaunti ndogo ya Lafey na Mandera Kaskazini ndizo zilizoathirika zaidi, zikirekodi idadi kubwa ya mifugo walioangamia kutokana na kiangazi. Kuna shida mingi hapa, wanyama wameisha. Ukileta hapa, ukenda kwa Laga ama sehemu zingine, unaona mfugo imekufa. Watu wote wamelete mfugo kwa soko. Saa hii mbuzi ya 15,000 ama 20 ama 17 ama 8,000 iko 1,200. Hali hiyo pia imesababisha bei ya nyama kuongezeka kiasi cha familia kushindwa kumudu. Tunanunua nyama hapa, sukuze ukame sana kwa hii town. Mambuzi, magamia yote imekufa ajali ya ukame. Saa hii tuko kwa hii butcher, sasa shida tuko naye ukame mingi sana. So serikali tunataka tuombe hii town, tuko na shida ya ukame. Nyama saa hii ni 800, 1,000. Saa hii mimi nanunua hii nimepatia 500, alirudisha hii pesa nusu. So mimi napenda serikali asaidie sisi nzuri. Mashirika ya misaada ikiwemo shirika la Msalaba Mwekundu sasa yanashirikiana kusaidia jamii zilizoathirika. We are supporting a very critical life-saving intervention, specifically water trucking to settlement around 24 centers, as we have supported since December 2025. And we have been supporting also with nutritional supplement. We are providing fortified porridge. Kulingana na halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na ukame, serikali ya kaunti ya Mandera, ambayo ni moja kati ya 10 katika eneo la kaskazini na mashariki mwa nchi zilizoathirika zaidi na ukame, iko katika hali ya tahadhari kubwa. Serikali inatambua hali hiyo na haja ya kutafuta suluhisho. As we seek special prayers for those affected by drought, we urge religious organizations to continue supporting the government's humanitarian and food security efforts. Licha ya wito na juhudi hizi, mashirika ya misaada yamesisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa msaada, huku wafugaji wakiendelea kukabiliwa na ukame.